Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Tutakwenda kule. Maswali matano. Agara sana no agara kilikuwa ni swali. Swali lake kwa sogea huku wewe mtafsiri. Mama ile niro yelo ula wala nganga ai rawa pale ka unoro ilasani. Yeah. Lari ka unoro. Niro yelo ula wala kama wanaume wote wajajua namna ya kutoa uzao wa kwanza. Sawa. Aisha kinore senja bera ukirwa. Kwa kina mama ngajana mara. Kisha kina mama wanastahili kutoa. Hebu tusomee kitabu cha Waamuzi sura ya 4. Waamuzi. Matwa bwana. Yeyo lai. Aitu di yelo kaon. Hujajitambua. Sura ya 4 mstari wa 4. Ngoja nini ngorori mito. Amito yako mulua. Yes. Tap kidogo. Rida some Bible. Waamuzi larisha. Ndeleji waamuzi. Sura ya 4 mstari wa 4. Nini ngora ina ramanani? Peleka mic. Aya, asante. Ito lilangai. Ora ba Debora ngoboniangai. Debora nabii mke. Ngoboniangai ya Debora. Sawa. Inakitoka Lapidot. Ni ngaba. Kwanza etolimo ajo kanye urkitahe lenye. Na baada tiago na kiama ayaba ndo urkitahe limo. Yaani wewe sio mume, wewe una kitu cha kwako. Hujapelekwa hapo kama tairi iliyotoboka. Ile ngangani adana na robenya na hapa panja. Nadi Yesu ndio na nijiroligo. Ndio yagasira. Wewe ulipelekwa pale kwa kama jiko lilotoboka. Yeye nganga ndo jiko toboka. Lama sasa. Mimi siangalie na issue. Hakuna mtu anayekota tairi iliyotoboka. Siku mume wako anatafutua mchumba kama ndio ametafutiwa na wazazi wake, walitafuta mtu sahihi. Wakajua mtu sahihi yuko kwenye boma ya fulani. Wakampata mtu sahihi. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali ile 31 anasema wazuri wako wengi lakini wewe umewapita wote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wewe mama umewapita wote. Yaani sasa ukisimama kwenye boma yako. Jamani, haleluya. Wewe unakaa kama tairi iliyotoboka hapo kwenye boma. Endelea kusoma mtumishi. Soma hapa. Ni ngaba alishira Israeli tena gara. Kama si yangi toka na rishi Israeli, yelo ni Israeli. Mwanamke ambaye ni mwamuzi wa Israeli. Wewe unajua maana ya Israeli? Yelo moshala Israeli jamani. Ni taifa la Bwana. Oroshala la Oriente. Ni Oriente toka toreho. Na mwanamke akapewa. Ni Oriente bisu ni manyama la Israeli. Yes. Akasimama na kusaidia Israeli. Wewe unashinda kusaidia familia yako mama. Bila ngorormo lo manyangiri ndo soko ni liki yake njaka wangusi. Nila. Nila ashoku bani yelola aitauru isho ngara inone isho yangete. Miaka yengeno diaga dinyembe sai. Paka mara ni hata midumunya hapa nikaona mimi yako Debora. Minda na Debora. Kama ngolo na sidanu lo mare yuno. Kwa moro nimeshukua kile na shena ile kichukua kile anaja hejaro pekee. Wewe ndio mama uliyesimama. Tukitaka kujua sifa ya boma, tutaangalia mke wa ile boma. Mke wa ile boma ndio matokeo ya boma nzuri. Fanya basi. Wanaume na wapenda. Watambueni wanawake wenu kwamba ni watu wa muhimu sana. Biblia inasema mtu apataye mke aje amepata kibali, apata kitu chema.
Maliza mtumishi mbio andiko. Alafu tuendelee. Mstari wa 5. Nero na wani yari bora ramba mara odugai lede bora relishara erama obete. Yarua inakopo odonyo le Efraim. Ndio. Nile bo elungana le Israel. Abo nenerini nye relishare. Ndio. Mstari wa 6. Sawa. Nini wa nini origiliwai aiboru Barak. Nini ngo? Sikiliza. Yeye mwanamke huyu anatuma ripoti kumuita Barak. Wewe na kitoka neno angelipo ni Barak. Yeye ajokanyi poto kido. Unajua anamuitia nini? Namna ya kuisaidia Israel. Taifa. Kama mwanamke ana uwezo wa kusaidia taifa. Wewe kaboma kako. Hapo kaboma. Wewe kwenu kuna kwenye boma yenu kwa watoto ngapi? Kama na maneno ala. Tetereke kawaja. Ikaona dori. Mobake. Yeye ito iware tangana napo. Jamani, haleluya. Kwa hiyo mwanamke ana neno la kusimamisha kwenye familia. Na wewe uwe namba moja. Uwe sehemu ya kwanza. Ili wengine wajifunze kwako. Hebu soma Mithali baba. Hebu soma Mithali. Sura ya 31. Nini ngozie? Ngoro yoni na hata kaoni. Mwanamke anayejitambua. Mithali 31. Ndio mstari wa 10 mpaka 13. Yes. 10 mpaka 13. Nasemaje? Ndio. Milo ayarangoro singara nuwe yorigirole anye. 31. Yes. Ama edema inoro ingiro na doba. Kanga edema inote ingiro na doba. Nani awezaye kumjua mwanamke? Unajua mwema pale mwema kwa Kiswahili imekaa kidogo, haijakaa sawa sawa. Lakini kama sasa imenyoa. Doba. Doba ndiyo. Lala hapo. Doba de ingiro buno. Aishuja ina mama. Ora hiyo dolarusa. Na ikijenge ngoro yoni nikijenge kitoko. Ingitoka amninya na ngumrando kugito ba kiteneje hii hata leo hii. Kesho ufiki. Na ukitaka ufanikiwe, hata wanasiasa wanajua. Ukitaka ufanikiwe siasa, wanaowai wanawake wanawapa kanga. Watapiga kigelegele hapa. Paka kura yote itaenda kwa huyo mwanaume. Ni kweli au sio kweli? Lazima watakupiga feru. Wana akili nyingi sana. Haya, wewe mwanaume, jaribu kucheza kwenye simu, unaandika message. Alafu huku unapika kitunguu, huku unanyonyesha mtoto, huku unaangalia TV. Jaribisha wewe. Kama hujatupa ile simu kwenye moto. Mwanamke atafanya vitu vyote hivyo. Na yuko standard. Na sio mzigo kwake. Wewe jaribisha. Nenda kakaange kitunguu. Huku unaandika message. Unaweza ukakosea ukatupa ile simu kwenye kitunguu. Wana akili nyingi sana wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma mtumishi mpaka mstari wa 13. Tunajibu swali lake. Nani anaweza kumuona mwanamke mwenye nguvu? Anayestahili heshima? Inatosha. Kayi korba yalenye. Isili korba yalenye. Isili karau lawa yelenye. Isili korba lawa yelenye ninye. Nana lau aikara ninye duboro. Yelda jonde na rambesa yalangulo modu aloyo no witanyangi. Yeye ndo pesa kwa marando kula nyama kila sokoni. Sikiliza, ngoja nikupe mtumishi wa Mungu mfano. Inatosha tu mwinjilisti. Jaribu kugawana na mke wako hela baada ya kilimo, alafu mpe laki, alafu wewe baki na 200,000. Nendeni sokoni. Mkirudi ana nguo nyingi na hela imebaki. Wewe huna hela na hata suti hujavunua.
Ana uwezo wa kusema punguza. Wewe mwanaume hutaki kusema punguza. Unasema shusha tu. Shusha tu. Yeye anasema staki. Paka anapunguziwa. Akitaka kwenda, mama njoo basi unataka kulipa shilingi ngapi? Wewe uliyenunua laki yeye ananunua 15,000. Ana akili ya kutosha. Leta swali lingine. Mama weka komboa watoto wako. Tena haraka sana. Tena haraka. Let's. Pigie Yesu makofi. Ana. Yes sir. Agere na sina na magaina lagu akikaulai. Kelo nekawa kirage ela kunyeki. Ela kunyeki aganga. Iya. Ito nekanashu. Akikawa ke sinya nekawa ke sinya kireng ela kunyeki. Malaika mangi kawe ngite. Amori nyadi nyor kikaulai ngite. Molino. Ela kunyeki ye aiwagino ndoki nashu. Ore ndoki na tejo Biblia ne ore na tejo Biblia ora kikau. Kala koni torker. Nija. Torker. Aya, bas, ndibe nanya. Ndibe. La goro gani. Robi nyanga yemero. Ya, ndahori siye. Neni ure nyanga na nganga, ba nyanga na ro munye. Ejolo na ro munye la ndo na ita. Nene Mayelo na yediene. Nene, siwa rafiki yangu. Basi. Sawa kabisa. Safi. Hebu tumpigie Yesu makofi. Baba usaidie Yesu kai. Nemi ndoki dai mude yamu itaole ruwara na kati nini hiyo. Usichelewe mara shetani amesimama wakati anasimama anasikiliza. Kwamba hao watu wanaongea nini? Wamepewa siri. Hii ni siri. Ishaki bigo hii emniki ana. Nasema vipi? Peleka kuna kijana alinyanyua mkono kule. Arana yamba ya nabo ni rayelo wele. Inewi na ene panginye selenge ya radu ene anare ankekao. Ni lolori kijana ni dewi na inare ni wabeji ayara do olore kijana arahu wale boge enkarai wale boge pesa mbae neso dirugule ene alamera ene enyo neso dilo misali nago endewi na yeye ina lalagini ne do ichake no game selenge ye nago nyankeka kalakuni vi oe nago wa Galatia sura ya 3 mstari wa 29. Yes, Galatia. Wewe tusome Biblia. Galatia. Galatia selenge dalagoni akakomboa Israeli. Yule mama aliyemzaa Debora alitikisa maziwa yake hivyo akasema ona longa bana kulokina siku ile aliponyenya mati nilizaa kitu kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu soma mtumishi. Nare nirala erungana le Kristo. Nirala ishoi Abraham. Nirala la jungo lankai. Erishororo ina kiselegara. Mstari wa 28. 28. Ndio. Hapo juu yake mstari wa 28. Mirogini ara Yahudi yana Yunani. Ohindigi ashu Olalakuno, ole arashu ngoroi yoni. Yara boge na boge ya Kristo Yesu. As. Tororonji. Tororonji. Ngonya kejo. Aroni ora baba. Na ore nyeye teniho. Agayudo ndeba ngaraja. Na bene eselenge ndiro. Ola yonda Aha, okay. Ore nganginyi kesi karando yaja. Erongwan kama ngolo ngenyungo indamumo ni jana hii ndaya kelo la irina na kishubasi ni jojo jewu ameamaye yo ndaya ke aire dure amukumbe no hormasa ndo yenjungore na nore unye aire dure tenero le Yesu aire dure yani wai kuomba toba watoto wa kike mnapowanyima haki zao mnakosea, maana na wao ni wa ukoo wa familia hiyo. Ni kweli sio kweli? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kinachotusumbua Masai kwa sababu tumeshalipwa mahari, tunafikiri tumemuuza. Hamjamuuza, ni wa kwenu. Na ndio maana Kimasai, nimesoma kanuni za Kimasai. Binti akichelewa kuzaa anarudishwa kwenu.
na unarudisha ng'ombe ya watu. Ni kweli sio kweli? Sasa Mungu ameenda amempa akazaa. Akizaa maana yake bado Mungu amekufuta machozi. Siku wewe mzazi uliyemzaa, siku wewe Mungu anakuita, waambie watoto wako, msimsahau binti yangu kwenye mali hii, na yeye awe nayo ya kwako. Mtanikumbuka. Tanikumbuka. Imeshafika masikioni mwenu, ni dhambi sasa. Mingogo ni jala. Tena Mungu atakubariki sana. Kabisa, tena washawishi ndugu zako, waambie jamani, hata siku baba na mama hawapo, kama ng'ombe. Tena sikiliza, unajua ni rahisi sana. Masai unakuta boma ina wanawake watatu. Kama ng'ombe wako 30, kila mama apokee ng'ombe wake 10. Alafu hao ng'ombe 10 ni wa size ya watoto wake. Fanya hivi. Haleluya. Unajua tuna kanuni, tukiharibu tu shetani anapata nafasi. Anatumaliza. Uliza swali lingine. Iko moja. Nani anaye swali lingine? Tukatoe sadaka. Wapi? Lete maiki huku. Tafadhali. Bosi. Darara ndio ngishu voke na ndali na lazima bairau anaru inagawa kidogo. Kila kinachozaliwa cha kwanza. Kila kinachofungua tumbo. Nengai. Mengo nono. Yes. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Megolike amo, ndio maana Mungu ametuma ujumbe. Ni mwenyekiti anakuna, alafu ni mwenyekiti wa misioni. Anakuna asio wa misioni, hao injilisi na diakonia Tanzania. Ni baba wa mama mwenyewe ngizaro morgidia. Ndio maana kila siku wanakufa. Kwa sababu Mungu hana ulinzi juu yao. Imani, haleluya. Nadhani maswali imetosha. Ya swali la mwisho la 5. Wanaume mngeuliza maswali ningewapa. Yaani wanaume mmetulia kama sabuni. Kulikuwa na swali moja la kuhusu. Kuna swali, hebu rudi hapo tena. Bye. Ni ngona ya do ore kaula la yeni. Nore ke hala bunyeki. Wele ndiro. Orgerage. Ngala kinga wendana nanura. Orgerage. Kila mstari wa 13 kitabu cha Kutoka. Hebu soma tena. Kutoka 13:13. Yes. Tomonogoni tambala ya. Kutoka 13:13. Yes. Ore kunarubo kile sikiria. Walking. Wengwes. Eyu nelakuni. Tosiri maleke. Nija. Nare nemelaku yeninye. Nindo borokosh emurenye. Ndio. Ore kikabo kila ala yok linyi. Nelakoko. Ore tengara naloru. Tenkikilikuan. Nikinkilikuan ena. Nijoki ninye iye ninye. Tenkolon enkaina ayawua yok olairoriani airupuku te Misiri airung'ua enkaji esinkaishu. Amu ore apa pee Farao negolong'u isho iyiok maape neer olairoriani kikaunot pookin. Hapo 2 point. Akawaua wazaliwa wake wa kwanza wote. Neer kikaunot pookin. Hajajali wa kike wala wa kiume wala wa mnyama fulani, wote. Kilio kikawepo kwenye nchi ya Misri yote. Sasa swali linakuja, je, Misri ilikuwa ina watoto wa kiume peke yao? Walikuwa wote ni wa kiume na wa kike, ni mchanganyiko. Kwa hiyo aliwapiga wote. Kwa hiyo Mungu alilipiza kisasi kwa kuwapiga wazaliwa wa kwanza wote. Lakini wazaliwa wetu wa kwanza wakalindwa.
Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa anataka ajipe utukufu. Ndio maana akasema sasa na ninyi leteni kwangu. Amen. Natosha. Ameni tu. Inamisha kichwa chako. Wewe ambaye umekuja hapa, afya yako sio salama. Chukua hatua yako, songa hapa mbele. Nimeona niwaite namna hiyo kwanza. Wewe unajua una shida kwenye afya yako. Biblia haiwezi kuhubiriwa wa Mungu asiwaponye watu wake. Kila mahali penye makusanyiko Yesu yuko. Kwa hiyo kama una tatizo la afya yako, sogea hapa. Njoo tusogea hapa mbele. Asante, njoo tu. Ungewai. Mungu atakuponya. Tulia tu mbele za Bwana. Kuna binti wawili wana shida kwenye tumbo la uzazi. Sogea mbele kwa Bwana. Yes. Na shida kwenye tumbo la uzazi. Yesu atakusaidia. Uko msaada kwa Yesu tu. Na tunatamani kumsikia na kusema kile anachosema. Hiyo ni gharama kubwa. Kusikia tu haitoshi, lakini kupokea maelekezo ya Amaza kimya kwa Bwana. Mungu atakusaidia. Kuna mtu mwingine ana shida kwenye ziwa lake la kushoto. Ziwa lako la kushoto lina shida. Kama una shida hiyo, sogea hapa mbele. Unasikia saa hii kama linapata maumivu fulani. Njoo tu. Njoo tu. Ni kwa ajili yako. Sio kwa ajili yangu. Sio kwa ajili ya Roho Mtakatifu, ni kwa ajili yako. Yes.
Nyamaza kimya, nguvu za Mungu zimetufunika. Haleluya. Sema Bwana Yesu, nimekuja kwako, nimetii sauti yako, na wewe ni Bwana. Mimi ni mtoto wako, nahitaji neema yako. Jioni ya leo, asante kwa neno lako ambalo nimesikia leo. Ninakiri kwamba nimekukosea. Naomba unisamehe dhambi zangu zote ninazojua na nisiyoyajua. Na kukaribisha Yesu ndani ya moyo wangu. Lile ambalo limekuwa tatizo uliondoe sasa kwa jina la Yesu. Yesu Kristo, naomba uniponye afya yangu. Niondolee mateso yote katika mwili wangu. Nipe kupona saa hii. Maana kwa kupigwa kwako mimi nimepona kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Fanya makao kwenye mwili wangu. Kila udhaifu uniondolee katika mwili wangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Nyamaza kimya. Nguvu za Mungu zinapita juu yako. Weka mkono penye shida. Kama ni mwili mzima, weka mkono penye kichwa. Usiogope. Watumishi mlioko hapa nyuma yangu, mbele yangu hapa, pita tu, weka mkono juu yao. Kwa niaba yangu, mikono yenu imetakaswa. Damu ya Yesu imepita kwenye mikono yenu. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu. Asante kwa uaminifu wako na rehema zako. Asante kwa mkono wako wenye nguvu unaotenda kazi mahali hapa. Asante kwa uzima na uponyaji. Asante kwa kurehemu na kusamehe. Asante kwa kuwakubali kwa ajili ya msalaba. Asante kwa kuwakomboa pale msalabani na ukasema yote yamekwisha. Asante kwa kupigwa kwako Yesu, maana mapigo yako yameachilia uzima ndani ya watoto wako hawa walioko hapa na wanaotufuatilia. Nguvu ya msalaba ipite ndani yao. Uponyaji wa roho na nafsi, uponyaji wa mwili na roho kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, mapepo, majini, roho ya mateso kutoka kuzimu, roho ya kansa kwa jina la Yesu. Kansa uliotumwa, mauti uliotumwa kwenye tumbo ndogo, pepo chini mahaba, nguvu za giza, roho ya mauti ndani yake kwa jina la Yesu. Tunakemea roho ya utasa, tunakemea roho ya utasa ndani ya mwili wake wote kwa jina la Yesu. Tunaharibu kila mateso, tunakemea kila maumivu, tunakemea kila udhaifu kwenye miili yao, na tangaza uzima kwenye miili yao kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, pepo chini, ninakuamuru sasa, toka, achie mwili wake. Toka, achia mwili wake. Toka, achia viungo vyake. Toka, achia nafsi yake. Toka, achia ziwa lake. Toka, achia tumbo lake dogo. Toka, achia tumbo na uzazi kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, toka kwa jina la Yesu. Maumivu na mateso tunayaamuru sasa yaachie miili yao, yaachie miili yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Natamka amani na furaha ndani yao. Natamka uponyaji na uzima, ukamilifu ndani yao, ukamilifu, simanzi na huzuni. Hiyo familia ambayo haina amani, tunatuma amani kwenye hiyo familia. Hiyo familia isiyokuwa na maelewano, tunatuma maelewano. Roho ya mafarakano kwenye familia, kwa mamlaka niliyopewa na Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza zilizoshambulia familia, lango la kuzimu linaloshambulia familia, kwa jina la Yesu. Ndugu kutokuelewana, familia kutokuelewana, na kemea roho ya majina misi yaliyoletwa na familia nyingine na kuleta mafarakano. Ninakemea kwa jina la Yesu. Ninatangaza uzima ndani yao, na amani yako ipate kutawala familia hizo, na furaha yako ipate kuwa sehemu ya maisha yao katika jina la Yesu. Sifa na heshima na utukufu ni za kwako uliye juu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Unaweza kuinuka.
Inuka usiondoke, inuka tu alafu usiondoke. Ulikuwa una shida kwenye ziwa, minya hilo ziwa. Ulikuwa una shida kwenye tumbo ndogo, minya hilo tumbo. Una shida kwenye kiungo chako, nyosha hiyo kiungo. Yesu amekuweka huru, Yesu amekuponya. Minya pale ambapo palikuwa pana shida, Yesu amekwisha kukufungua. Hautaisikia tena. Ulikuwa unaumwa kichwa, tikisa kichwa chako. Nguvu za Mungu zinapita ndani yako. Fanya kile ulikuwa huwezi kufanya. Fanya kile ulikuwa huwezi kufanya. Minya hilo tumbo lako, minya mpaka ndani. Hilo ziwa, minya usikie tena kama kuna maumivu tena. Nguvu za Mungu zinapita ndani yako. Umepokea uponyaji na uko juu yako kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu ziko juu yako kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Na Mungu atunze muujiza wako kwako na enene zenu kwa amani, msitende dhambi tena. Mungu amewaponya sawa sawa na imani yenu. Mungu awabariki sana. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV.